Mwenye akili wa pili katika hawa wanne, man bana kaburahu qabla an yadkhulahu, ni yule mwenye kuijenga kaburi lake, mwenye kulijenga kaburi lake kabla an yadkhulahu, kabla hajaingia katika lile kaburi. Huyu ni mwenye akili wa pili katika wenye akili wanne hawa. Kwanza mwenye kuiacha dunia kabla hajatelekezwa na hiyo dunia. Lakini wa pili ni mwenye kulijenga kaburi lake. Kulijenga sio kama tunavyozika ndugu zetu alafu tukaenda tukajengea huko juu. Yaani wewe mwenyewe ulijengee kaburi lako, ulitie sakafu kaburi lako, ulitie marumaru chini kaburi lako, ulitie nuru kaburi lako. Wewe mwenyewe kabla ayadkhulahu, kabla hajaingia katika kaburi lake. Huyu ndio mwenye akili. Mimi na wewe tujiulize, tumejenga makaburi yetu nini na nini tumefanya kwa ajili ya kuyajenga makaburi yetu? Na makaburi lazima kila mmoja ataingia katika kaburi lake. Haya, tumeshayajenga makaburi yetu. Man bana kaburahu kabla an yadkhulahu, mwenye kulijenga kaburi lake kabla hajaingia katika lile kaburi lake. Unatakiwa uliandae kaburi lako mapema. Ukifika basi ukute kuna marumaru ndani, ukute kuna taa ndani, ukute kuna manukato ndani, ukute kuna aina ya kila neema katika kaburi lako. Lakini maandalizi ni hapa hapa, kabla bado pumzi zako hazijakata. Lijenge kaburi lako kabla hujaliingia hilo kaburi lako.